Amen, amen. Na kukaribisha kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote unanifuatilia. Kwa neema za Mungu, leo tena tunaendelea na somo linalosema majeshi 12 ya malaika. Ikiwa ni sehemu yetu ya 3, tuliangalia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Basi kwa neema za Mungu tunazidi kupiga hatua tena. Kwa hiyo leo tena nilikuahidi tuliangalia baadhi ya malaika walioandikwa majina yao kwenye Biblia. Tukaanza na malaika Mikaeli. Kwa hiyo tulimwangalia hapo kidogo na nikakwambia kwamba tukija tutaanzia pale kwa malaika Mikaeli. Nianze kwa utangulizi sasa. Nilisema kwamba historia ya malaika Mikaeli kuchaguliwa na Mungu kuwa malaika mkuu. Historia ya malaika Mikaeli kuchaguliwa na Mungu kuwa malaika mkuu. Kabla malaika Mikaeli hajachaguliwa kuwa malaika mkuu, Lucifer ndiye alikuwa malaika mkuu na alikuwa ni malaika mkuu wa sifa. Kwa hiyo kabla Mikaeli hajateuliwa na Mungu au kuchaguliwa na Mungu kuwa malaika mkuu, Lucifer ndiye aliyekuwa malaika mkuu na malaika wa sifa. Huyu pia alikuwa kerubi afunikaye. Kumbuka pale mwanzo tuliangalia kuna aina mbili za malaika, yani kuna makerubi na kuna maserafi. Tukaona kazi baadhi ya makerubi, sifa baadhi za makerubi na sifa baadhi ya maserafi na sifa za malaika wote kwa ujumla. Kwa hiyo kumbe kwa kerubi sasa, wakati mwingine kazi yao makerubi, tuliona makerubi wanapokuwa sehemu na utukufu wa Mungu unakuwa hapo hapo. Yani kwenye ibada au anapotokea ibadani, makerubi wanapokuwa ibadani, utukufu wa Mungu unakuwa hapo. Watu wanabujika na kugalagala kwa sababu utukufu wa Mungu upo, wanalukaluka wala hawawazi tena mambo mengine. Kwa nini leo watu hawaneni kwa lugha, hawaoni utukufu wa Mungu? Ibada inakuwa kavu kwa sababu tumekorofishana na Mungu. Yani Roho Mtakatifu akiondoka, malaika wa Mungu hawawezi kubaki. Na maana tunapokorofishana na Mungu na wale malaika huondoka. Lakini tunapokuwa na uhusiano na Mungu na tunapojua kuwatumia malaika, tunapomwabudu Mungu ipasavyo, yani kama inavyotakiwa, kama wanavyofanya mbinguni, malaika wa Mungu huwa wanashuka, hususan makerubi. Kwa sababu makerubi kazi yao nyingine sasa, utukufu wa Mungu unaposhuka kazi yao ni kuatamia ule utukufu, yani kufunika ule utukufu ukae. Na wakiwepo sasa ni kuambia misingi inatikisika, milango inatikisika, misingi ya familia, misingi ya mizimu, madhabahu zinapasuka zenyewe. Kwa hiyo anaomba unifuatilie kwa somo hili. Tutajifunza vitu vingi na hadi mwisho. Sasa ni kuambia lengo la somo, unaweza kurudi part 1 na part 2. Utaweza kujifunza vitu vingi. Leo tena acha nipige hatua. Kwa hiyo nikasema kazi nyingine sasa ya makerubi ni kuatamia utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ni vizuri wana wa Mungu kuongeza uhusiano wetu na Mungu na Roho Mtakatifu. Ina maana makerubi wanapokuwepo tu ibadani, mapepo yanakimbia yenyewe, hakuna haja ya kukemea. Makerubi yanapokuwa tu ibadani, mashetani yanakimbia yenyewe. Na kumbuka tuliangalia sifa nyingine ya malaika. Malaika hawatendi kazi mpaka kwa amri. Yani malaika ni wapole sana, lakini wewe mwenyewe unaweza ukawafanya wakawa ni moto. Yani wewe tu ukiwapa amri yako, basi unaweza kuwafanya kama utakavyo, sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ina maana wachawi sasa wanajua, kwa sababu malaika tu ni wapole, sio wakorofi. Yani wakija kwako wanaweza kuomba ruhusa. Kwa maana wewe sasa, kwa sababu ni walinzi wako na wewe hauna maarifa, hujawaambia kwamba akija mtu msimruhusu. Ina maana wachawi wanaweza kuingia mpaka kwako kabisa. Wanawapa ruhusa, wale hawana shida sana, ila wanakuaga na shida mpaka umewaambia. Yani ukiamka ukilala ukiwaamuru malaika na waamuru kwa jina la Yesu, msiruhusu mchawi kupita. Wale wanakuaga ni moto kweli kweli. Na kweli mchawi hawezi akapita. Lakini ukilala tu
haujui, umelala haujui hata una malaika. Wachawi wakija wanaomba ruhusa na wanawaangalia tu, wanapita na wanakufanya wanachotaka, kwa sababu wao wanafanya kazi kwa amri. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sasa. Kwa hiyo tuangalie hiyo historia sasa ya malaika Mikaeli, ilikuwaje mpaka akateuliwa na Mungu kuwa malaika mkuu. Lucifer alikuwa malaika wa sifa, ambaye sasa Lucifer ni nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Mwana wa asubuhi, nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Ukisoma Isaya, unaweza kuipata Isaya sura ya sura ya 14. Fungua Isaya sura ya 14 mstari wa 11 mpaka mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, fahari yako imeshushwa hata kuzimu, na sauti ya vinanda vyako funza wametandazwa chini yako, na vidudu vinakufunika. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri. Ni nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Mstari wa 15, lakini utashushwa mpaka kuzimu, pande za mwisho za shimo. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kwa hiyo Lucifer alisema moyoni mwake, nitaigawa enzi ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu huyo asiyekaa kikao na binadamu. Yani Lucifer aliazimia moyoni mwake kumpindua Mungu, kupaa mpaka kwenye enzi ya Mungu, kwa maana huyu Lucifer na yeye alikuwa na enzi yake. Kwa maana ukisoma Mwanzo, Mungu aliziumba mbingu na nchi, aliziumba mbingu. Ina maana kuna mbingu nyingi na Mungu alikuwa na enzi yake, na malaika pia alikuwa amewapa enzi yao, na Lucifer na mwenyewe alikuwa na enzi yake mbinguni. Kwa hiyo akaazimia moyoni kwamba atapaa mpaka mbinguni kwenye enzi sasa ya Mungu, atapaa hadi kwenye enzi ya Mungu na kumpindua huyo Mwenyezi Mungu asiyekaa kikao na binadamu, na kumfanya awe chini ya miguu yake. Naomba unisikilize sana. Kwa hiyo sasa aliazimu kushawishi 2/3 ya malaika katika enzi ya Mungu. Ina maana aliazimu kushawishi nusu ya malaika waliokuwa katika enzi ya Mungu. Ina maana na kisha kumpindua Mungu awe chini ya miguu yake. Ina maana aliazimu moyoni mwake kwamba awashawishi malaika nusu, na kisha afanye mashambulizi kwenye enzi ya Mungu na ampindue Mungu, na Mungu awe chini ya miguu yake, na yeye basi afanane na Mungu, na yeye aabudiwe. Kwa hiyo tunasema mbingu ilikuwa 3/3 ya malaika wote. Ina maana ilikuwa na ukamilifu wa Mungu. Malaika walikuwa 3/3, na yeye akaazimu sasa 2/3 atawashawishi na kuwamegua wawe upande wake, wamuunge mkono, na ili ampindue Mungu. Kwa hiyo alianza kuwashawishi malaika, na akafanikiwa sasa kuwashawishi au kuwamegua malaika ambao sasa ilikuwa ni serusi moja. Tunaposemea serusi moja sasa, ikiwa ni malaika walikuwa 100, alifanikiwa kumegua malaika 33 kutoka malaika 100. Kama wangekuwa 1000, alifanikiwa kumegua malaika 333. Tunaweza tukasema hivyo, hiyo serusi. Kwa hiyo alipokuwa anafanya ushawishi malaika wengine sasa serusi wakaambatana na yeye, wakaukubalia uongo wake, kwa sababu huyu alikuwa ni baba wa uongo, na alikuwa ni malaika mzuri, ameumbwa kwa uzuri, na mwili wake ulikuwa na vinanda na kila aina ya mziki. Yani alikuwa tu akijitikisa, mziki unatoka na sauti nzuri ya sifa ya kumsifu Mungu. Lakini kwa uchuzi wake, alipoona kwamba malaika au wanamsifia, malaika wanakuwa upande wake kwa alivyokuwa naimba na alivyokuwa ameumbwa kwa uzuri, akaona sasa, akajiinua na akaona sasa ampindue Mungu, na badala yake yeye aabudiwe. Kwa hiyo hao malaika sasa aliowashawishi,
akawajaza nguvu huyo shetani, akawajaza nguvu na kuwapanga vitengo. Lakini hapo sasa Mungu alikuwa tayari ameshaona nia yake. Alikuwa ameshajua kilichokuwa kinaendelea kwenye enzi ya Lucifer, na yeye alikuwa kwenye enzi yake Mungu. Alikuwa ameshajua kinachoendelea. Kwa hiyo sasa Lucifer akawa anajaza nguvu watu wake, kwa sababu na yeye alikuwa na nguvu. Akawa sasa anawapanga vikosi na kupanga sasa mbinu jinsi gani wataenda kumshambulia Mungu na malaika zake wengine ambao hawajakubaliana na yeye, ili ampindue Mungu. Kwa hiyo sasa Mungu Jehova alisema moyoni mwake kwamba sitashindana na kile nilichokiumba. Na hii ni sifa ya Mwenyezi Mungu, kwamba hataki kushindana na kile alichokiumba yeye mwenyewe. Alichokiumba kwa mikono yake akiweze kushindana na yeye. Ukisoma Mwanzo sura ya 6 na ule mstari wa 3. Mwanzo sura ya 6 ule mstari wa 3, neno la Mungu linasema, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Na maana roho ya Mungu haiwezi kashindana na kile ilichokiumba. Kwa hiyo Mungu akasema, sitashindana na huyu shetani na hawa malaika niliowaumba mwenyewe, alafu nianze kushindana nao, kwa sababu mimi uwezo wangu ni mkubwa sana. Nikiamua kuwafuta ni dakika moja tu na wapoteza wote. Akasema hata hazi ya kupigana nao, ya kushindana nao mimi sina. Na alichofanya sasa Mungu Jehova akamchagua sasa, alichofanya sasa, akamchagua malaika Mikaeli. Alipomchagua malaika Mikaeli, akamjaza nguvu, akampa uwezo wa kivita, na akamjaza nguvu na akampa hazi ya kuwa malaika mkuu sasa wa vita. Na huyu malaika Mikaeli sasa akitoka kwenye kikundi au kikosi cha makerubi, akamjaza nguvu na akamjaza mamlaka. Na badala yake sasa Mungu akapaa juu sana, paka kwenye utukufu wake, paka kwenye ukamilifu wake. Na pale sasa alipokuwa anakaa Mungu, akampa tu enzi ile, akampa malaika Mikaeli. Yani Mungu akaongeza akasema, mimi ili ujue shetani na uwezo, hata hapa ulipokuwa unataka kuja, nampa malaika Mikaeli, iwe ni hii enzi iwe ni malaika Mikaeli awe ndiye mkuu, lakini mimi nitapaa juu zaidi paka kwenye ukamilifu wangu. Na alipopaa kwenye ukamilifu wake, malaika Mikaeli sasa kwa amempa maelekezo, huku shetani bado anajiandaa sasa kwenda kupigana na kwenda kumpindua Mungu. Ina maana sasa malaika Mikaeli akavaa uweza, akavaa nguvu na akavaa mamlaka, na akawapanga wale malaika zake sasa, ile wale malaika waliobaki enzi zilizo malaika waliobaki upande wa Mungu, na akawapanga, akatengeneza vikosi kwa ajili sasa ya kufanya vita na huyu Lucifer na malaika zake. Ukisoma Ufunuo sura ya 12, Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 10, neno la Mungu linasema, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ina maana sasa Lucifer akiwa kwenye enzi yake, wanafanya maandalizi. Malaika Mikaeli sasa na malaika ambao walikuwa upande wa Mungu wakashuka kwenye enzi ya Lucifer. Kitendo tu cha malaika Mikaeli na malaika zake kushuka kwenye enzi ya Lucifer alishushwa toka mbinguni paka chini kabisa, paka pande za mwisho za shimo, ina maana kuzimu. Yani malaika tu aliposhuka tu, kwa sababu alikuwa amejazwa nguvu na uwezo mkubwa, na yule malaika shetani sasa ambaye ni Lucifer akashushwa, wakashuka wote waliokuwa upande wake, wakipanga mashambulizi ya kuipindua enzi ya Mungu. Kwa hiyo wakashuka malaika Selusi, akashuka akamegua selusi moja
akashuka nayo. Ina maana sasa nimekuambia serusi moja kama malaika walikuwa 100, serusi moja waliokuwa upande wa shetani ni malaika 33. Ina maana kama walikuwa 100 hivyo nakuwa 30. Kama walikuwa malaika 10 alioshuka nao ni kama malaika 3. Ina maana kumbe walikuwa ni wengi, na malaika walioasi na kushuka duniani nao kumbe walikuwa ni wengi. Kwa hiyo sasa kwa hiyo Lucifer na malaika zake walitupwa hata nchi. Na hiyo ndiyo historia ya malaika Mikaeli kuteuliwa na Mungu kuwa malaika mkuu. Kwa mwanzo sasa malaika mkuu alikuwa ni malaika wa sifa, kwa maana hapakuwa na upinzani, hapakuwa na vita, hakuna aliyekuwa measi. Kwa hiyo shetani alipokuwa measi, Mungu akaamua tengeneze malaika mwingine mkuu, ambaye sasa huyu atakuwa ni malaika wa vita. Ukileta mchezo anakufyatua. Ukileta mchezo ana uwezo mkubwa, anakumaliza. Ukisoma kitabu cha Yuda mstari wa 6. Yuda mstari wa 6. Neno la Mungu nasema, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Ina maana kumbe walikuwa ni malaika, walishindwa kuilinda enzi yao, wakafanya yasiyo ya wahusu, wakaacha makao yao. Ina maana wakataka waende kwenye enzi ya Mungu na kuipindua, wakaacha kuilinda enzi yao na kulinda kila ambacho Mungu alikuwa amewakadiria ama alichokuwa amewapa. Wakataka kumpindua Mungu, na badala yake wakashushwa, wakafungwa mashimoni kwa ajili sasa ya hukumu, na hawa watahukumiwa. Kwa hiyo ndiyo historia fupi ya malaika Mikaeli. Basi tupige hatua tena. Naona muda wangu bado hapo. Hebu basi tuanze hapo tu, na nashindwa niwekeje muendelezo, lakini twende na mtiririko huo tumwangalie tu malaika Mikaeli. Hebu tuangalie kazi za malaika Mikaeli. Kazi za malaika huyu mkuu Mikaeli. Ukisoma Yuda hiyo Yuda 1 mstari wa 9. Lakini Mikaeli malaika mkuu, unaona kumbe huyu ni malaika mkuu, aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakusubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Kwa hiyo tunaona kazi mojawapo, huwa anatumwa na Mungu kwenye misheni kubwa ambazo zinahusu vita. Malaika Mikaeli huwa anatumwa na Mungu kwenye misheni kubwa zinazohusu vita. Alitumwa kwenda kuzika au kuchukua mwili wa Musa, lakini na shetani na yeye alikuwepo, kwa maana na shetani na yeye ni mkuu na malaika Mikaeli ni mkuu. Lakini tunajifunza kwamba kumbe malaika wanaweza wakashindwa kutupigania kwa tukiwa na mashtaka. Yani shetani Lucifer tunaweza kuwa tuna malaika tunao, lakini shetani au wachawi wakatutesa, wakatuloga, au majini yakatutesa, wakatutupia magonjwa, ni kwa sababu tunakuwa na uchafu. Tunapokuwa tumetenda dhambi, tunapokuwa na mabaya, ina maana shetani anakuwa anatushitaki, na anapotushtaki malaika wa Mungu wanakosa hoja, na badala yake wanashindwa kabisa, na wao wanafanyeje? Wanatushinda. Na maana kumbe vizuri sasa kuwa vizuri na Mungu. Tunapokuwa vizuri na Mungu, malaika wa Bwana watashindana kwa hoja, watamshinda shetani, na malaika wa Bwana atamwambia shetani, Bwana na akukemee. Haleluya. Kwa hiyo ni kazi mojawapo ya malaika Mikaeli, kutumwa kwenye misheni kubwa ambazo zinahusu vita. Kama pale kwa Musa alikuwepo shetani mwenyewe kabisa, Mungu akaona basi hapa aende malaika ndiye mjaza nguvu kwa ajili ya vita. Lakini pia kuongoza vikosi vya kivita katika mapigano. Huyu malaika Mikaeli kazi yake nyingine ni kuongoza vikosi vya kivita katika mapigano. Ukifungua Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Sasa
mstari wa 7, neno la Mungu linasema kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka. Na maana Mikaeli kumbe chini yake kuna malaika anaowaongoza, na hawa ni vikosi vya kivita ambavyo anaviongoza katika mapigano. Kwa hiyo yeye alikuwa akapanga vikosi vyake kama tulivyoona majeshi 12 malaika. Nakwambia majeshi 6 au vikosi 6 vinakuwa na majeshi elfu ya malaika, lakini wanakuwa ndani ya vikosi. Na hawa sasa malaika wanakuwa ni kwenye aina ya makerubi na wanakuwa kama hivyo. Kwa hiyo yeye anakuwa ni kiongozi mkuu akiongoza na kuvipanga vikosi kwa ajili ya mapigano. Hiyo ni kazi nyingine. Lakini pia kazi nyingine ya malaika Mikaeli, kupigana na wafalme. Kupigana na wafalme. Hii soma Danieli sura ya 10. Kupigana na wafalme. Danieli sura ya 10 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, lakini mkuu wa ufalme wa Wajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Wajemi. Kwa maana kwenye misheni zinazohusu taifa, kwenye misheni zinazohusu mataifa, kwenye misheni zinazohusu wafalme, malaika Mikaeli huwa anashuka. Ina maana ukitaka umuone malaika Mikaeli ni lazima ushike misheni kubwa za kuliombea taifa. Unapotaka kumtungua mfalme anayemiliki Tanzania, unapotaka kumtungua mfalme anayemiliki dunia, unapotaka kumtungua mfalme anayemiliki nchi yako, ni lazima ujue kuna uwepo wa malaika Mikaeli na ujue jinsi ya kumtumia. Unapomwamuru malaika Mikaeli, ana uwezo mkubwa, na yeye ana uwezo wa kuwatangua wafalme wanaokaa kwenye maanga ya nchi, wanaokaa kwenye maanga ya mikoa. Ni malaika Mikaeli ndiye ana uwezo na mission hiyo. Ina maana unapotaka kumtangua, unapotaka kumtungua anayemiliki nchi katika roho, unatakiwa umtumie malaika Mikaeli. Hauwezi malaika Mikaeli kuja mbele kwako ukiwa unaomba mambo manyonge, unaomba Mungu akupe gari, unaomba Mungu akupe nguo, unaomba Mungu akupe chakula. Hapo malaika Mikaeli anaweza katokea. Lakini ukitaka kumuona unapoingia kwenye misheni kubwa za kitaifa, unapoombea misheni kubwa za kitaifa, unapomwomba malaika Mikaeli, unapokuwa na misheni kubwa namna hiyo, malaika Mikaeli hutokea. Naye anaupanga, naye macho yake ni kama moto, sauti yake ni kama mungurumo wa maji mengi, na akiongea sauti yake ni kama Mwenyezi Mungu ameongea. Akiongea sauti yake misingi ya nchi inatikisika, madhabahu za mashetani zinatikisika, wala wachawi hawawezi kuitawala nchi, wala waganga na wachawi. Ni wakati wa wana wa Mungu kumiliki nchi. Ni wakati wa wana wa Mungu kuwanyang'anya wachawi na waganga, kuwanyang'anya wasihiri, kuwanyang'anya mafreemason nchi. Nchi ni ya kwetu. Tumtumie sasa malaika Mikaeli. Yupo, ni giant, na yeye tukimwamuru, tukiungana sisi majeshi yake, tukiungana tukiwa nyuma yake, tukimwamuru na kumwagiza, atatenda, atawatungua wachawi na waganga. Ni wakati sasa wa wana wa Mungu kumiliki. Ni wakati wa wana wa Mungu kuzivunja madhabahu zilizojengwa juu ya nchi, zilizojengwa kila mahali. Ni wakati wa kuzivunja madhabahu za mikoa. Ni wakati wa kuzivunja madhabahu za wilaya, madhabahu za kata, madhabahu za nchi zilizojengwa baharini, zilizojengwa kwenye viwanja vilivyojengwa kwenye airport, hizo madhabahu zilizojengwa kwenye mito, zilizojengwa kwenye maziwa. Ni wakati wa kumtuma malaika Mikaeli azivunje, ili wana wa Mungu walioshikiliwa chini ya bahari, walioshikiliwa njia panda, walioshikiliwa mashimoni waachiwe, waje watoke kule mashimoni. Walioshikiliwa gamboshi waachiwe, walioshikiliwa kwenye magofu ya wachawi, walioshikiliwa njia panda waachiwe. Ni wakati sasa wa kumtumia malaika Mikaeli, naye ana uwezo mkubwa sana. Haleluya, haleluya. Sheka parase tatata randomo sheka pura masata yapa. Haleluya. Twende jambo lingine. Malaika Mikaeli pia anaweza, kazi yake ni kusimama katika siku za mwisho, kwenye nyakati za hatari upande wetu. Ina maana malaika Mikaeli ana kazi ya kusimama kwenye nyakati za mwisho na nyakati za hatari. Kwa hiyo malaika Mikaeli aliwekwa ili katika siku za mwisho awe upande wetu, awe upande wetu. Fungua Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza. Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza.
neno la Mungu linasema wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Ina maana malaika Mikaeli ni mkuu, ni jemedari mkuu mwenye uwezo mkubwa sana. Katika siku hizo za mwisho, siku hizi, atasimama upande wa watu wako, upande wetu. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu ilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Ina maana bidii yako ni wewe ili malaika awe upande wako siku hizo za mwisho. Pambana, jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Jina lako linapokuwa limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, malaika Mikaeli, jemedari mkuu aliyewekwa na Bwana kwa majira haya, anakuwa upande wako. Hawezi ukalizwa tena na wachawi wala mashetani, hayawezi kukutesa, wala waganga wala mashetani, majini mahaba hayawezi kukutesa, wala magonjwa, bali malaika yule Mikaeli mkuu anakuwa upande wetu. Tunapokuwa majina yetu yameandikwa mbinguni, tunaweza kuwatungua wachawi, tunaweza kumtungua shetani na malaika zake, tunaweza kumtungua mpinga Kristo kabla ya wakati wake kuitawala dunia. Tukamwambia, rudisha upanga wako alani mwako, rudi majira yako bado. Wana wa Mungu sisi tupo, ni majianti kama simba. Ni lazima tututumuke, tuvae uweza wa malaika Mikaeli. Ni lazima ututumuke, ni lazima useme sikubali wachawi wanitese, ni lazima useme sikubali waganga wamiliki Tanzania, useme sikubali mafreemason wamiliki Tanzania, useme sikubali mitume wa uongo, manabii wa uongo wamiliki Tanzania, useme sikubali wachungaji wa uongo ndio wajulikane, useme sikubali wachungaji wa uongo ndio waoe na watu wengi, useme sikubali mitume manabii ndio wajulikane kuliko wana wa kweli wa Mungu. Useme ninahakikisha jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, na huyo malaika Mikaeli jemedari mkuu aliyewekwa kusimama upande wetu katika siku hizi za hatari, siku za mwisho, useme awe upande wetu. Na umwambie wale wanaotumia jina la Yesu kudanganya watu wengine, wanaowavuta, useme na waporomosha, na malaika mkuu na kutuma uwaporomoshe na kuwafunga wanaoimilikisha Tanzania kuzimu, wanaokunywa damu za watu ovyo. Useme Tanzania ni ya Bwana. Tanzania, malaika Mikaeli ndiye mkuu wa anga, anaimiliki Tanzania. Wakuu wa anga yacheni Tanzania, wachawi yacheni Tanzania, manabii wa uongo yacheni Tanzania. Tupo tuliochaguliwa na Bwana, tunasimama na malaika mkuu, jemedari mkuu ambaye ameweka katika siku hizi kusimama pamoja na sisi. Tunawaambieni, rudini nyuma, rudini mlikotoka, kwa njia ile ile mliokuja, mrudi kuzimu. Mlikuja kwa njia moja mkajulikana, lakini naamuru malaika Mikaeli awatawanishe kabisa, awatawanyishe kabisa, mfarakane ninyi kwa ninyi na mjulikane kabisa mambo yenu. Malaika Mikaeli ayafichue uchawi wenu na uganga wenu, malaika Mikaeli aufichue kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Shando koposa kaparaba rato shanda la masike piramandu siapa rato shanda masiapa harato shikapa rete pasi atatu shikapa. Twende jambo lingine, kazi nyingine ya malaika Mikaeli, kuwasaidia katika vita. Malaika waleta ujumbe kwa wanadamu, kuwasaidia katika vita. Malaika waleta ujumbe kwa wanadamu. Danieli sura ya 10, Danieli sura ya 10 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiaye juu ya hao ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Huyu alikuwa ni malaika Gabrieli, alikuwa ameenda kwa Danieli kumfunulia mambo mazito ya wakati huu na majira haya, kumfunulia mambo ya siku za mwisho. Lakini mfalme wa Uajemi akampinga yule malaika Mikaeli, yule malaika Gabrieli. Lakini misheni nyingine ya malaika Mikaeli ni kuwasindikiza. Inapotokea vita, inapotokea majeshi ya kuzimu, inapotokea majeshi ya shetani au wafalme wanawapinga hao malaika, waleta taarifa, malaika Mikaeli hutokea. Kwa hiyo sasa tunasema hii pia malaika Mikaeli anaweza msaidia mtumishi wa Mungu aliyepewa ujumbe mzito wenye upinzani. Kwa hiyo anaweza ingilia kati na kuhakikisha ujumbe unafikia watu. Ina maana ukiwa na ujumbe
kwamba njoo ubarikiwe, njoo pokee gari, hapo malaika Mikaeli hayupo. Unaposema watu njoni sasa mpokee mafuta, njoni sasa leo utapokea nyumba yako, njoni nawaombee leo msafiri, hapo Mikaeli hawezi akawa. Unapokuwa na ujumbe mzito, unaposimama na taifa, unaposimama na taifa kuliombea taifa kwamba watu watolewe mashimoni, watu watolewe kuzimu, waliofungwa na nguvu za giza waachiliwe, unapoachilia ujumbe wa siku za mwisho na maono mazito, malaika Mikaeli huwa pamoja na mtu huyo anayeachilia ujumbe mzito. Malaika Mikaeli huwa anamweskoti ili kuhakikisha kwamba ujumbe ufike. Acha jumbe za uongo, acha jumbe nyepesi za kubarikiwa, ingia kwenye jumbe nzito, ingia jumbe za kuliombea taifa, ingia jumbe za kuzuia damu kumwagika juu ya nchi, ingia jumbe za kuomba Mungu atawale kuimiliki Tanzania, ingia kwenye jumbe nzito za kuwatungua wakuu wa anga, za kuwatungua wakuu wa giza, za kuwatoa watu mashimoni. Malaika Mikaeli atakuwa upande wako, na yeye atakusaidia kuwatoa watu mashimoni, na yeye atakusaidia kufanya mambo makubwa, kwa sababu utakuwa umebeba agenda nzito. Unapokuwa umebeba agenda nzito, malaika Mikaeli anakuwa upande wako. Unapokuwa umebeba agenda za kitaifa, unapokuwa umebeba agenda za kimataifa, malaika Mikaeli kwa upande wako. Nimebeba agenda nzito, wachawi na waganga wakinizuia, ninaye malaika mkuu, malaika Mikaeli, ambaye kwa huyu hakuna nani nisaidia, bali ni huyo hunisaidia kupigana nao. Atakuvunja vipande na atakuchinja kabisa. Na mimi kuanzia leo ninaamuru malaika Mikaeli, yeyote atakonizuia ninapohubiri neno hili, malaika Mikaeli bila huruma chinja kabisa. Nimekupa amri na ruhusa, awe ni nabii, awe ni mtume, awe ni mchungaji, awe ni shetani, chinja kabisa malaika Mikaeli. Kila atakayezuia ujumbe huu usiende ulimwenguni kote, usiwafikie wana wa Mungu ili wapate maarifa, malaika Mikaeli na kuagiza chinja kabisa. Kila anayemzuia mtu huyu yuko ndani, anamzuia asisikie hili neno, malaika Mikaeli na kuagiza chinja kabisa. Naona kuna mtu ameshikiliwa na joka, naona kuna mtu anaposikiza ujumbe huu anakasirika sana, naona majini yako ndani ya mtu. Ninaagiza malaika Mikaeli, piga huyo aliyemshikilia huyo mtu, asikie na achiliwe huru, asikie ujumbe huu na yeye awe huru kweli. Shaka parasatata shanduko positete lakapa rindarabusa kaparamushapa rando sikapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kwa leo tuishie hapo. Tukija tena tutaangalia malaika mwingine aliyetajwa kwenye Biblia. Kwa hiyo tutaendelea hapo. Nimeona muda wangu umeenda, nilijua nitamaliza wote hao malaika waliotajwa kwenye Biblia ili tuangalie mambo mengine, lakini naona muda umeenda, na Mungu akubariki sana. Amen. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment hapo ili tuwe na muendelezo mwingine. Amen.